anatembea na godoro yake mpaka ponyaji. Watu wakaanza kusema, mbona jamaa ameponya siku ya Sabato? Bwana sifiwe. So wakati unapitia machungu yako, mateso yako, kama kilio cha kuleta na furahia, ile siku utakombolewa kutoka hapo, huyo mtu anafurahia, atasikia vibaya na ataanza kupiga vita yule mtu anayekomboa. Sasa siku hizi ukifanyia mtu deliverance unapata vita, unakuwa vitu unapigana nazo. Bwana sifiwe. Kwa sababu kuna mtu umemharibia kazi yake, kuna mtu anakulia kwa hiyo biashara. Leo hii kuna watu wanatembeza wale watakotafuta pesa. Mtu mwana kilama ni kipofu. Sasa siku tuombewa kipofu apate uponyaji, yule mtu anakukasirikia. Yeye anakulia kwa huyo mtu. Bwana sifiwe. Sasa wakati mtu anatolewa katika misiji, katika mateso, katika maumivu, katika machozi yake, yule mtu mwana furahia, afanye yule mwana anamkulia ama anateka advantage ya hiyo hali yake, maisha yake, anakukasirikia ama anakuwa adui yako. Sasa Mungu anasema, najua mfalme wa Misri hatakubali kuachilia. Joana Misri kule walikuwa kama watumwa kule kwa wanafanya kazi. Sasa wakati wakienda na maanisha hakutakuwa watu kufanya kazi. Na wanasema historia ya wana Misri, wana Israeli walikuwa watu wenye nguvu. Bwana sifiwe. Walikuwa watu wenye nguvu na wenye bidii. Sasa kama wakiondolewa inamaanisha hiyo nchi ama hiyo mji haitakuwa anything. Bwana sifiwe. Sasa mwana mfalme hakufurahia hawa watu na pia hangekubali hawa watu waweze kutoka. Bwana sifiwe. So inamaanisha pesa katika maisha yetu, ile hali ambayo inapitia, ile mateso ambayo inapitia wakati Mungu anataka kukomboa, shetani afurahi. Mateso nimesema inaweza kuwa mambo nyingi. Baada tutumie mfano wa ulevi ama mfano wa sigara. Wakati Mungu anakuokoa katika ulevi, yule mtu mwenye kuwa na promote kununua pombe, atakasirikia yule mtu mwenye alikufanya deliverance. Bwana sifiwe. So katika transition kuna watu huwa furahi wakati mtu anakuwa promoted ama mtu anakuwa change. Bwana sifiwe. Na change inaanza na wewe. Wewe utaanza kusema God you only give what you desire. Ndio maana jamaa atakuwa anaulizwa, wewe unataka nikufanye nini? Yeye anaanza kusema ati hakuna mtu kunipeleka pale, sijui nini, kwa sababu nyingi. So pia ndio nimetangulia kusema kama Musa alikuwa anatoa sababu. Sasa Mungu nikienda Misri nitasema aje mara nini, lakini Mungu anasema nini? Wewe nenda uambie I am have sent me, waambie Mungu wa Abrahamu, Yakobo, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo anafanya amenituma. So pia siku ya leo Mungu wa Abrahamu na Yakobo anaenda kutuokoa katika Misri, katika mateso yetu, katika maumivu yetu, katika machozi